Unaweza kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Makamu mwenyekiti, katibu, makamu katibu na mtunza fedha. Na vile vile kuna zile nafasi tatu za wajumbe zile. Tuko pamoja. Kwa hiyo ninapenda nitoe utaratibu ambao tunaenda kufuata. Kura yetu itakuwa ya maandishi. Lakini hiyo tumekubaliana hapa kwamba tutaenda kwa mtindo wa maandishi. Lakini utaratibu wa kwanza tutaanza na nafasi ya mwenyekiti. Katika hizo nafasi ya mwenyekiti tutachukua mapendekezo mawili ili hayo majina mawili yaweze kupigiwa kura kumpata mwenyekiti. Baada ya hapo tutafuata nafasi inayofuata ya makamu. Sangi, pendekezo la kwanza Alexi Kamugisha, nafasi ya mwenyekiti. Karibu Dickson. Zenelo. Na pendekezo. Sasa kwenye zile nafasi tano zote tumeshapokea mapendekezo. Patie nafasi basi hata dakika moja tu. Watueleze wamependekezwa, watatufanyia nini kama Tunduma Veterani. Tuwape nafasi tu hata dakika moja. Mimi kama Alex Kamugisha, kwa uongozi uliopita ni kwa makamu mwenyekiti, naamini alama niliyoiacha kama makamu mwenyekiti, basi nikipata nafasi hii nitaendeleza kama mwenyekiti. Tunduma Veterani tutaitoa hapa kwenda mbele, na yale yote ambayo itakuwa yakiombwa na wanachama niko tayari kuyapokea. Asante. Changamoto yetu hasa mimi nikiwa kama mjumbe ni swala la vifaa. Taasisi yetu ina vifaa, lakini ina vifaa ambavyo havijitoshelezi. Mfano linakuja swala la soksi, bado tuna upungufu wa jezi. Ukiwa kama mwenyekiti mtarajiwa, unanielezaje kuhusu hili swala? Na utatusaidia vipi kama wachezaji wako? Asante, naomba ujibu hapa. Kwa kushirikiana na uongozi utakaokuwa umechaguliwa, kila kitu kitaenda sawa. Hivyo vyote anavyoviomba vitapatikana. Asante sana. Kupama hiki kikubwa sana. Mimi nafikiri wanachukua licha kuwafanyia sina, lakini napigia mwenyekiti wangu Alex Kamugisha. Naomba sasa la kuwapigia kura kwa nafasi ya mwenyekiti. Ni sikupotezea muda. Hatukuuliza maswali, lakini katika utetezi wake amedai yeye mwenyewe binafsi anahitaji kupigiwa kura. Kura anaipeleka kwa mwenyekiti. Kuna haja gani ya kupiga kura? Wake mhusika yeye mwenyewe amesema mimi mwenyewe kura yangu nataka nipeleke kwa Alex Kamugisha. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwenye idara hii ya mwenyekiti mkuu tusipigie kura kwa sababu mgombea wa pili yeye mwenyewe kura yake anaipeleka kwa mwenyekiti mkuu, anaomba hata yeye apeleke kwa mwenyekiti mkuu. Jumbe nimekusikia. Basi kwa sababu yeye amejitoa, naomba tumpigie kura hiyo au hapana. Karibu. Asante. Mimi mwenyekiti nikushukuru kwanza kwa namna unavyotuongoza vizuri. Lakini nilikuwa naomba kwa afya ya klabu yetu, kama tuliyekuwa tunategemea wagombea naye amejitoa, tusipige kura ya ndio na hapana au amepita moja kwa moja, kwa sababu kupata kura za hapana wakati hatuna mtu, sisi tunataka kulinda hadhi ya klabu yetu, naona halitakuwa na afya. Mwenyekiti, nilikuwa natoa ushauri mwingine. Shukuru sana mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi. Mimi nadhani huyu aliyejilenga vizuri sana. Kuna leo na kesho mtu asije akasema demokrasia hii. Tupige kura ndio na hapana hapa, ili pia tujue kwamba mwenyekiti alipita kwa asilimia ngapi, kwa sababu tunaweza tukasema tusiseme hivyo apite, kumbe asilimia 50 hawamtaki au asilimia 60. Kwa kunyosha kama tunasema mwenyekiti amepita, tunahesabu vidole tunajua amepita kwa asilimia ngapi. Asante. Asante, nashukuru. Tunapokea maoni ya mwisho. Karibu mwalimu. Nilikuwa na pendekezo kwa sababu ameshajiongea kabla tujapiga kura, kwa sababu mwanachama ateule mtu mwingine aingia akavyo nafasi tupige kura
iwe vizuri zaidi mchaguzi. Asante kwa uteuzi wa mapendekezo ulishapita, hatuwezi kuteua tena. Sasa tuko kwenye mchakato wa upigaji wa kura. Sasa sisi ndio mmetuteua, si ndio? Ndio. Maamuzi yetu ni kwamba atapigiwa kura ya ndio na hapana. Haya, na mimi kila mtu ana karatasi hapo. Kama kila mtu ana karatasi, kama unamchagua mwenyekiti Alexi Kamugisha utaweka tiki, ile alama ya vema. Kama unaona hapana utaweka X. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Lakini vile vile mgombea Alex Kamugisha, naomba uteue wakala aje ashuhudia hapa wakati tunaendelea na kuhesabu. Zoezi la kumpata mwenyekiti limekamilika. Matokeo tutatangaza baada ya kukamilisha kwa nafasi zote. Naomba sasa tunaenda kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti. Makamu mwenyekiti, kuna mapendekezo tulipokea ni Dickson Mwakiaba na Hesheni Kuyumba. Naomba hao wagombea wote, Dickson Mwakiaba na Hesheni Kuyumba. Naomba tutaanza na Dickson Mwakiaba aweze kumwaga sera zake. Ni mwenyekiti wa uchaguzi, nashukuru sana, na wajumbe nashukuru sana kunipa nafasi ya makamu mwenyekiti kwa upana na ukubwa wa Tunduma Veteran. Hali na dakika. Then straight to the center. Naomba mimi nimwachie ndugu yangu endelee na nafasi hii. Mimi sifai kuwa makamu mwenyekiti. Nimejitoa. Kwa hiyo tumebaki na mgombea mmoja, yuko wapi? Basi ndio wewe. Naomba naombea kura kwa niaba. Kwa niaba? Ndio. Haya, naombea kura basi kwa wajumbe. Kwa majina naitwa Echos Kuyumba. Mimi kwa uzoefu nilionao kwenye Tunduma Veteran nimehudumu kama meneja wa Tunduma Veteran. Uambie ulichoagizwa kuja kutoa sera. Okay. Sio wewe. Ndio. Ndugu yetu Kuyumba, Echos Kuyumba anaomba kura nyingi za ndio kwa uwezo alionao alioitumikia timu na ana imani ya kuendelea kuitumikia Tunduma Veteran kwa nafasi ya umakamu mwenyekiti. Asanteni sana. Kwa huyu aliyeagizwa kwa niaba hiyo makamu mwenyekiti. Mkono wa kwanza. Kuna mtu yote atakuwa na swali? Ndugu Kuyumba, je, ukichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti? Huyu sio Kuyumba. Huyu ameagizwa kwa niaba. Kwa niaba mwenyekiti. Kwa niaba ya yeye. Sawa. Tunduma Veteran tuna shida sana. Je, shida tukiziorodhesha utatusaidia? Fanya hivi. Haya, asante. Naomba swali lingine kama hakuna tuende na tunafuata. Ndio na hapana, kwa sababu mgombea mmoja amejiondoa. Kwa hiyo naomba kama unamkubali na Kuyumba utaweka alama ya vema kwa maana ya tiki. Kama haumkubali utaweka alama ya X. Haya, karibu. Na mimi wote tayari kusanya maliza kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti. Sasa tunaenda kwenye nafasi ya katibu mkuu. Kwenye nafasi ya katibu mkuu tulikuwa na mapendekezo ya watu wawili, kuna Alois Joseph na Fredi Mkisi. Kwa hiyo naomba mfike wote hapa mbele, wote wawili. Mmoja ataanza kutoa sera zake kwa muda wa dakika moja. Sina mengi ya kuongea wanachama na veteran. Mimi kwenye nafasi ya ukatibu sijajichagua kabisa. Ni nyinyi macho yenu yamenilenga mimi. Kwa hiyo kama yamenilenga mimi sina sababu ya kuwakatalia nyinyi. Twendeni kwenye boksi tukaangalie kama nafaa au sifai. Yote yanajua Mungu. Asanteni sana. Naitwa Fredi Mkisi, ni katibu mkuu mstaafu. Na sasa hivi nimeingia tena kwenye kinyang'anyiro cha kung'ang'ania nafasi ya katibu mkuu, na ili kuendeleza yale mazuri yote pale tulipoishia endapo nitachukuliwa. Asante. Tutaanza na maswali mawili kwa Alois na baadaye kama nafasi ya kumuuliza maswali mgombea. Mimi swali langu ni moja. Tulikuwa na mkeka wetu wa kulipa ada, ulikuwa na mkanganyiko. Hilo swala utalifanyaje? Mkisi. Asante.
swala la utaratibu wa ulipaji wa ada nadhani ni swala la mazina, lakini nitahakikisha na wasimamia vizuri mazina atakayekuwa amechaguliwa leo kuhakikisha anatuma kila kunapokucha update za ada. Asante kwa majibu. Baada ya kumuuliza mgombea wa katibu kwamba Tunduma Veterani kutokana na hotuba aliyotusomea pale kutoka mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu imezorota kwa idadi ya wanachama. Je, anakuja na mkakati gani ambao utarudisha wanachama kutoka 100 na mpaka kufika wale waliokuwa sasa hivi 60? Atakuja na mkakati gani kuinua Tunduma Veterani? Asante kwa swali. Asante ndugu mwanachama kwa swali lako zuri. Kuhusiana na idadi ya wanachama waliozorota kutoka 2023 na mpaka sasa 2025, kwa kushirikiana na uongozi mpya ambao sasa amependekezwa na Alex Kamugisha, kwa kushirikiana na uongozi utakaopita na mimi hatimaye nikiwa nimepita kwa nafasi yangu, ndahakikisha ili swala la wanachama kupotea tunaliimarisha na tunalidumisha na kurudi katika hali yake ya kawaida kwa nguvu zote. Asante meza kwa kuniruhusu niulize swali kwa mgombea aliyeko mbele ya Alois. Maelezo ya mgombea wetu Alois anasema kwa sababu ya wanatunduma Veterani ndio waliomuona yeye na sio yeye aliyejichagua. Sasa nilikuwa na swali moja tu fupi kwake. Nafasi ambayo iko mbele yake naiomba ni nafasi ya ukatibu ambayo ni ya utendaji. Anafahamu nini kuhusiana na shughuli za kiutendaji? Asante kwa swali. Karibu. Nauliza swali Bwana Boniface Kabandi. Mimi kama Alois, mimi ni master purpose katika nchi. Sehemu yote ukinitoa mimi na fiti. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Sijaanzia nimeanzia chini sana mpaka ngazi ya juu. Mimi na fiti sehemu yote tutafanya kazi pamoja. Msijali. Ndugu Alex, ndugu Alois, miongoni mwa vitu ambavyo tunatakiwa tupambane nazo kwa sasa ni kurudisha Tunduma katika hali yake ya mwanzo wa Veterani. Vipi unatuahidi nini, ni mkakati gani ulionao kurudisha wanachama ili tufikie idadi ya 100 kama tulivyokuwa awali? Asante sana. Kama mzee Msangi ulivyoniuliza ile swali, mimi nikipata ridhaa ya kuingia madarakani nikawa kama mtendaji mkuu, mimi na nafasi kubwa sana tena kwenye ushawishi kuirudisha Tunduma Veterani ya zamani. Mimi naweza kwa sababu Tunduma Veterani ile ambayo naifahamu mimi ninaijua, na sasa hivi kweli tumepoteana, lakini sasa hivi navyoingia kwenye uchaguzi wa kinyang'anyiro hichi, nikipita kwenye nafasi ya ukatibu na kwenda kuirudisha Tunduma Veterani ya zamani. Asante. Tunaendelea kwenye nafasi ya katibu msaidizi. Mapendekezo, tulipokea mapendekezo mawili ya majina mawili. Pendekezo la kwanza ni Abdul Twali Vunja na Dickson Mwakihaba. Kwa hiyo naomba ndugu wagombea mweze kusonga hapa mbele. Tumia nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumia nafasi hii pia kuwashukuru wote ambao wameteua. Naomba utulivu nafasi tusikize. Jambo la msingi ambalo naweza kusema ni kwamba kama nafasi ninavyosema, mimi ni katibu msaidizi, kwa kazi yangu ni kumsaidia katibu. Kwa nafikiri majukumu yangu ni rahisi sana, ni kumsaidia katibu ambao anahitaji msaada wangu au katibu wako hayupo, na kwa sababu mimi ni mwenyeji kwenye nafasi ya kiutendaji kwa maana ya katibu, nafikiri kazi hiyo haiwezi kuwa ngumu kwangu. Asante sana. Nafasi ya katibu inanifaa kwa sababu ni kazi ya utendaji, na kwenye utendaji mimi nafaa. Kwa hiyo naombeni kula za ndio. Asante. Naomba niwakaribishe kwa maswali. Tutapokea maswali mawili kwa kila mgombea. Tunaanza na swali kwenda kwa Abdultwali Vunja. Maswali mawili. Sina shaka na wanaogombea, lakini nilikuwa naomba kwa Vunja kwa sababu nahisi umri, sina uhakika sana kama ule umri wa miaka 35 kafika. Karibu na hii inspekta yake. Kwa hiyo ningependa kuambie kama amefika 35 ili iwe rahisi kwenye swala la kupiga kura. Huyu ni Tunduma Veterani, ana haki ya kugombea. Naomba nipokee maswali mengine.
Bwana Vunja yuko veterani, anakuzwa hata miaka 35 hajafikisha. Kwa hiyo kamati ya uchaguzi moja kwa moja Bwana Vunja amekosa sifa pamoja na kwamba aliteuliwa. Ndio mawazo yangu. Walipokuwa wanateuliwa kuna mtu alitoa pingamizi? Mimi nilitaka nijue kitu kimoja ambacho tushauriane wote hapa, kwa sababu wauliza swali la kuhusu umri wa Vunja, kama kuna kitu wana wasiwasi nacho, nilitaka kiwe wazi. Je, kwenye swala la klabu ninakataa chini ya umri wa miaka 35 kwa mgombea? Kama alikataa tusiende huko, lakini kama alikataa na kama linakataliwa kikatiba halitaji kujadiliwa, ni katiba tu moja kwa moja itakuondoa. Kwa tujue tunazungumzia hofu ni ya nini. Kama tunahisi kwamba umri huo kama hujafika ni busara na nini, tunamfahamu sisi, tutaona nafaa. Ila kama kanuni na sheria zetu zinasema asiyefikisha umri wa miaka 35 hana sifa za kuwa mgombea, halitaji mjadala, mwenyekiti. Asante sana. Asante. Karibu. Mimi nafikiri katiba yetu, sina uhakika sana kama inasema miaka 35. Huyu ni mwanachama wa Tunduma Veterani muda mrefu. Mimi mwenyewe nilimkuta kwenye klabu. Kwa hiyo kama tunahitaji kutengeneza Tunduma Veterani mpya, maana yake tunapaswa kuwapa nafasi pia vijana tuwakuze, si ndio? Ndio maana kagombea ukatibu msaidizi. Kwa hiyo mimi sina shaka juu ya yeye kugombea. Kama atakubalika basi kwa sababu tuko naye muda mrefu. Kama hatakubalika basi tuachane naye twende na miaka 35 tunazungumzia kwenye mashindano, sio kwenye masuala ya wanachama wa Tunduma Veterani. Nashukuru. Mwongozi samani alisemea hili. Katiba tunayo, ndio mwongozi wa Tunduma Veterani. Maandishi ya katiba yanasema miaka 35 kwenda mbele. Isiwe uwe unacheza, uwe kiongozi. Nadhani ameeleweka. Katiba inasema utachaguliwa kuwa kiongozi au utashiriki kuwa mwanamichezo wa Tunduma Veterani kuanzia miaka 35. Asante, nashukuru. Ndugu mjumbe, nashukuru. Hapa tuisome. Hata kama iko kwenye soft copy na yomba. Yoyote mwenye soft copy. Mwenye soft copy ya katiba ya Tunduma Veterani. Viongozi mliopita. Katibu mkuu wanapita. Tafadhali tunaomba hiyo, hata kama unayo kwenye soft copy hiyo katiba. Tusizungumze tu katiba inasema, tuone katiba iko wapi hapa tuione. Hata kama iko kwenye soft copy. Katibu, viongozi wa mliopita. Nadhani ni makosa tu ya kiufundi yamefanyika, hataweza kuibeba kiurahisi, lakini ipo. Okay, asante. Moja ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vinatufelisha ni pamoja na haya. Hatuwezi kuja kwenye zoezi zito kama hili linahusu uchaguzi wa klabu ambao unaongozwa na katiba. Hapa tunazungumza kwamba katiba hatuna, alafu tuko kwenye mambo ya uchaguzi. Ni kutokuwa serious. Sasa kwa haya hatuwezi kupeleka mawazo tu ya kukisia. Kama katiba hatuna hapo ndio tuongoza. Vunja awe na sifa za kugombea, na kwa sababu ni katibu msaidizi agombea pewe nafasi. Familia moja. Kuna tukio limetokea hapa. Nimehitaji kutoa maamuzi. Ni kwamba nchi ambayo ilikuwa hapa ni juu imekuja kama vile pingamizi kwa Bwana Vunja kuhusiana na swala lake la umri. Lakini sisi kama kamati, nyinyi mmetuletea wagombea na wala sio sisi tuliokuja huko. Lakini vile vile tulipofika hapa kama kamati ya uchaguzi, tuliomba mahudhurio ya wanachama. Mkatuambia wanachama waliohudhuria wako 27. Katika hao wanachama 27 Bwana Vunja ni mmoja wapo. Na vile vile tumeelezwa kwamba huu ni mkutano mkuu. Mkutano mkuu unahusiana na Tunduma Veterani, si ndio? Sasa tunajiuliza, huyu Vunja anafanya nini humu kama yeye sio Tunduma Veterani? Anafanya nini kwenye huu mkutano kama yeye sio
sio mwanachama wa Tunduma Veterani, hajatimiza miaka 35. Tangu asubuhi amewekwa kwenye orodha ya wanachama na ameendelea kuhudhuria na hajatolewa nje kwamba yeye hapaswi kuhudhuria kwenye mkutano unaohusiana na Tunduma Veterani. Kwa hiyo baada ya kupitia hoja zenu zote na pingamizi lililoletwa kuhusiana na swala la umri, sisi tunaamini kabisa kwamba Bwana Vunja naye ni mwanachama wa Tunduma Veterani, na kwa sababu aliyeleta pingamizi kuhusiana na umri hajawasilisha kielezo chochote cha kuonyesha kwamba huyu Bwana Vunja ana miaka chini ya 35. Angeweza kusimamia hilo, angekuja na cheti cha kuonyesha Vunja ana miaka chini ya 35, basi pingamizi yake lingesimama. Hivyo baada ya kusema hivyo, lile pingamizi lake juu ya mgombea Vunja limetupiliwa mbali na tunaendelea na utaratibu akashindwe kwa kura. Ndugu wagombea, naomba tuendelee na kujibu maswali ambayo tulikuwa tumeishia. Naomba tupokee swali la mwisho. Mheshimiwa Vunja, wewe ni mtumishi wa serikali. Alafu kwa kawaida watumishi wa serikali wamekuwa wakihamishwa mara kwa mara, mwisho wa siku timu ina feli namna utendaji. Na nafasi yako inahitaji uwe jirani sana na katibu mkuu. Ikitokea serikali imekuhamisha, je, utendaji wako utakuwaje kwenye klabu? Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, lakini kamati nzima ya uchaguzi kwa hilo lilotokea hapo nyuma. Asante sana. Lakini nikienda kwa swali la kiongozi wangu pale mwazina mstaafu Bilini. Ni kweli mimi ni mtumishi wa serikali, lakini nimekuwa mwanachama wa klabu hii nikiwa mtumishi, na swala la uhamisho sio swala kusema kwamba litatokea kesho au kesho kutwa. Nitaendelea kutimiza majukumu yangu wakati wote ambako nipo, na hali ikitokea kwa bahati mbaya nimehamishwa, bado nitaendelea kufanya majukumu yangu kama inavyotakiwa, kwa sababu naamini hakuna kitakachokwama. Kazi yangu ni utendaji, na utendaji utafanyika kwa kusaidiana na mheshimiwa katibu mkuu wa klabu. Asante sana. Mimi naomba nimuulize swali ama atupe ahadi Bwana Dickson Mwakiaga. Kawaida timu yetu inapokuwa tunamaliza masuala haya ya uchaguzi, kunakuwa na utaratibu ambao upo, kwa maana safari za kitimu. Kuna mwaka mmoja hapa nafikiri ile swala safari za kitimu haukuzingatiwa. Sasa wewe kama ukiwa katibu msaidizi utalisimamia vipi hili jambo leo? Asante sana. Ndugu yangu wa timu, kwenye safari za Tunduma Veterani mara nyingi mimi na kabineti iliyopita tulikuwa tunaratibu tusafiri. Kwa hiyo kijiti kimepata mkonaji kwenye safari, mimi ndio mwenyewe. Asante. Asante. Swali la mwisho. Ndugu Mwakiaga, nafikiri kwenye swala la sababu ndio utakuwa mtendaji mkuu msaidizi kama katibu, kuna swala la vifaa vya timu kama mipira, jezi, nini. Sasa utalisimamiaje kutokana na changamoto ambazo tunakutana nazo kule uwanjani, ukosekanaji wa mipira, ukosekanaji wa nini? Kodi, nyingine ambayo tunatusaidia kwa ajili ya mazoezi. Je, wewe utalisimamiaje kama katibu msaidizi wa timu hii? Nitashirikiana na katibu wangu mkuu, na mimi ndio mtunza vifaa wa kwanza kwa Tunduma Veterani ili visipotee. Kwa hiyo na mimi nitashirikiana vizuri na kabineti itakayochaguliwa ya kutunza vifaa pamoja na uongozi mzima. Asante. Kwa wagombea tumemalizika, sasa tunaenda kwenye kupiga kura. Sasa wagombea ni wawili, naomba utaandika jina la mgombea unayemtaka. Mgombea wa kwanza ni Abdul Twalib Vunja na Dickson Mwakihaba. Kwa hiyo kama unamhitaji Abdul Vunja utaandika jina lake, kama unamtaka Dickson Mwakihaba utaandika jina lake. Karibuni kwa kupiga kura. Sana wajumbe kwa kuniona nafaa sehemu ya pesa. Nashukuru sana kwa hilo. Lakini yupo mtu ananifaa. Mimi nafasi hii sifichi. Namuomba Bwana Sadiki aendelee kwenye pesa. Mimi najitoa. Asante. Naona Bwana Alwezi ameamua kutupa taulo. Karusha. Sasa tumebaki na mgombea mmoja. Naomba tumpe nafasi ya kumwaga sera, afu tutauliza, tutapa nafasi ya kumuuliza maswali, afu tutakwenda kwenye kupiga kura za ndio au hapana. Karibu Bwana Bilini. Asante. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa uchaguzi. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitetea nafasi
kwa mara ya pili. Nadhani mmeona namna ambavyo hesabu zenu nimezitunza toka mwaka 2023 mpaka sasa hivi. Kwa heshima aliyonipa mzee, kama mkinipa ridhaa hii, nitaitunza nafasi hiyo vizuri na nitashirikiana na katibu mkuu kuhakikisha kila mwezi tunatoa taarifa sahihi kwa kila mwanachama namna alivyolipa ada zake. Nashukuru sana. Ndio umesema wewe utakuwa mtunza hazina. Tumepata changamoto sana kwenye upande wa hela. Tunapotoa labda tutapeka benki au labda tunampa mtu tunamwagiza kiongozi katutolea hela, inaonekana zile hela hazifiki. Tunalazimika tena kulipa upya. Je, wote usimamia vipi hilo swali? Shukuru, umesema kuna fedha ulikuwa unampa mtu mwingine ili aweke benki, lakini ulikuwa unampa mtu sio sahihi. Naombeni fedha kama inahitajika kunituma mimi nipeleke benki, nitume mimi, nilaumiwe mimi. Nje na mimi nadhani nisiraumiwe. Naombeni kama masuala ya fedha yanayohusiana na hela mnihusishe mimi ili nihukumiwe mimi. Asante kwa majibu. Mwisho naona hakuna maswali. Sasa karibuni kwa kupiga kura. Kwenye hiyo tutapiga kura ya ndio kwa kuweka vema au hapana kwa kuweka X. Karibu. Sasa tutasambaza karatasi za kupigia kura. Wewe utakachokifanya ni kuandika katika hawa 7 mgombea yupi unayemtaka, na sisi tutakuwa na kazi ya kuhesabu ni nani amepata kura nyingi zaidi na nani anafuatia kwa kura. Tuko pamoja? Na mimi waliotajwa hapa wote mnawafahamu. Kevin Mwalingo, Fredi Mwashilindi, Albert Songolo, Jesse Kabefu, Anaeli Swai, Chakupewa Msangi, Pendo Juma. Naomba mpigie mgombea ambaye katika haya majina unayoona anafaa kuwa mjumbe. Karibu. Wote naamini tayari eh? Tayari? Karibu kukusanya kura. Karibu. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.